Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wanafunzi wametajwa kuwa mabalozi wazuri wa utoaji wa taarifa za usalama barabarani kwenye jamii inayowazunguka, hali inayotajwa kuwa njia bora ya kuifikia idadi ya wananchi. Hayo yamesemwa na viongozi wa mabalozi wa usalama barabarani RSA mkoa wa Simiyu walipotembelea shule ya msingi Sima B kwa lengo la utoaji elimu ya usalama barabarani, huku wanafunzi waliofikiwa na elimu hiyo wakishukuru kwa kuthaminiwa. Tumefika hapa kuelimisha juu ya habari ya uvukaji salama wa barabara, vile namna ya kutembea kwenye barabara, na hao wanafunzi wanatoka katika familia. Kwa maana hiyo tumefika hapa kuwapa elimu salama barabarani ili waweze kujikinga na ajali, lakini pia kuwa mabalozi wazuri watembeapo barabarani. Tumewaelimisha matumizi sahihi ya barabara. Kwa mfano, utembeaji, natakiwa watembelee upande gani, taratibu za kuvuka kwenye zebra, wavuke kwa kutembea. Wavuke kwa kutembea, sio kwa kukimbia. Lakini sisi tukifika majumbani na huko barabarani, tutawaelimisha ndugu zetu, wadogo zetu na watu wengine pia, ili waweze kujilinda na ajali za barabarani. Tuendelee na kurasa. Wananchi wa eneo la Kaliagogo, mtaa wa Yombo, kata ya Kiwalani, wilayani Ilala, jijini Dar es Salaam, wameomba mitaro iwe imefukuliwa maji yapite katika msimu huu wa mvua. Wamewaomba wahusika kuangalia namna ya kuboresha mifumo ya mitaro ili maji ya mvua yaweze kupita kwa urahisi na kuepuka mafuriko katika msimu huu wa mvua. Lakini kero kubwa sana ni hii mitaro ambayo imefunikwa. Hii mitaro kwa sababu ya kufunikwa inafanya maji, mvua ikinyesha, maji yanaingia katika nyumba, ndani ya nyumba, na vitu vingi sana vinaharibika. Mitaro maji hayapiti. Mitaro mingi asilimia kubwa imeziba. Umeona bwana? Tunaomba kama kutokuwa kuna uwezekano watufanyie usafi kuhusu masuala ya mitaro. Mitaro hii kama unavyoiona kule imefunikwa kule nyuma. Kwa hiyo mtu kuinua lile chuma au lile jiwe unatumia uwezi kuinua mtu wa kawaida, mpaka mashine au winchi. Kwa hiyo unajikuta mitaro sehemu ile kufunikwa yote imeziba. Maji hayapiti. Wakati wa mvua kipindi kama hichi maji wanaingia ndani. Tumalizie kurasa kwa hili. Waumini wa dini ya Kiislamu wilaya ya Chato mkoani Geita wamemwomba Rais Samia Suluhu Hassan awasaidie kukamilisha ujenzi wa msikiti uliopo mtaa wa Muungano wenye uwezo wa kubeba watu 10,000 kwa wakati mmoja, uliosisiwa na hayati John Pombe Magufuli. Ombi hilo amelitoa wakati wa futari iliyoandaliwa na familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli, ambapo kwa sasa wanadai umekuwa ni pango la kuficha uhalifu, lakini kuchelewa kukamilika kwa msikiti huo unasababisha uendelee kukosa thamani. Dr. John Pombe Magufuli ndiye aliyeuomba msikiti huu uweze kujengwa katika mji wetu wa Chato. Lakini eneo la pili, ndiye aliyetia jiwe la msingi baada ya boma lile kuweza kusimama. Lakini eneo la tatu ni mtu aliyesisitiza msikiti ule uweze kumalizika. Bahati nzuri alizungumza na kiongozi wetu mkuu ambaye ni Dr. Abubakar bin Zuberi bin Ali, mufti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpaka sasa umekuwa ni pango la majizi, watu wanajificha mle. Tulishawahi kwenda kukamata wezi, sufuria ya watu yanaenda kurundikwa mle. Sisi kama familia tunamuomba Mama Samia, mtangulizi wake ndo alianza. Basi tunaomba mama atumalizie, tuna imani na yeye. Hiyo na sisi kama familia lazima tumuunge mkono hayati Dr. Pombe Magufuli ili aweze kuwa huko aliko na yeye aweze kufurahi kwamba msikiti leo uwekea jiwe la msingi umeweza kufanyaje kukamilika. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandalia kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufurahia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.